Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Naam, ikiwa ni Aprili 24, utafuteni mkate wa uzima. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi. Wakolosai 3 mstari wa 1 na wa 2. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa kutuamsha salama, sifa shukrani zikapate kukurudia. Baba, tunapojifunza maandiko yako matakatifu asubuhi ya leo, tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Wakati mambo ya kitambo yanapoishughulisha akili na kuvuta usikivu wa nguvu yote ya kiumbe, inajishughulisha katika huduma ya mwanadamu, na kisha watu huiangalia ibada inayomstahili Mungu kwa jambo la kipuuzi. Maslahi ya kidini yanafanywa kwa chini ya ulimwengu, lakini Yesu ambaye alilipa gharama ya ukombozi kwa ajili ya nafsi za familia ya wanadamu, anataka kwamba watu wayashushe chini maslahi ya kitambo kwa ajili ya maslahi ya mbinguni. Angewataka wakome kujihusisha katika kuhodhi hazina za kidunia, katika kutumia hela kwa mambo ya anasa, na katika kujilimbikizia vitu vyote ambavyo hawavihitaji. Asingewataka waharibu nguvu za kiroho, bali waelekeze akili zao kwa mambo ya mbinguni. Anasisitiza kwamba wanadamu wanalazimika kuwa na maombi endelevu na ya bidii zaidi kwa ajili ya mkate wa uzima kuliko mkate ambao ni wa kupita. Anasema, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Ni neno la Mungu ambalo ni la muhimu kwa ajili ya ukuaji wetu wa kiroho. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Wale ambao ni watendaji wa neno la Yesu wataileta mbingu maishani mwao. Yesu Kristo ni mkombozi wetu, mmiliki wetu, na anafurahi sana tunapokuwa na amani katika dunia hii. Anatafuta kuwasilisha mbele yetu vivutio vya mbinguni, kwa maana mahali hazina ilipo, hapo moyo utakuwepo. Kuweka hazina mbinguni ni kutumia uwezo tuliopewa na Mungu katika kupata mbinu na mvuto ambao unaweza kutumiwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kila dola tunayoipata ni mali ya Bwana, na inapaswa kutumiwa katika rejea ya wakati ambapo tutaitwa kutoa hesabu ya uwakili wetu. Hakuna mtu miongoni mwetu atakayeweza kukwepa utoaji wa hesabu ujao. Kwa kuchagua kutunza hazina mbinguni, tabia zetu zitafinyangwa na kufanana na Yesu Kristo. Ulimwengu utaona kwamba tumaini na mipango yetu imefanywa kukurejelea maendeleo ya ukweli na wokovu wa roho zinazoangamia. Wataona kuwa Kristo Yesu ni yote katika yote kwa wale wampendao yeye. Katika kutunza hazina mbinguni, tunajiweka wenyewe katika muunganiko ulio hai pamoja na Mungu, ambaye anamiliki hazina zote za dunia na kugawa kila rehema za kitambo ambazo ni za muhimu kwa ajili ya maisha. Kila nafsi inaweza kupata urithi wa milele.
Bwana anafungua ukweli mbele ya watu wake kwamba kuna nafasi ya kutosha kwa ajili ya utumiaji wa uwezo wao, kwa ajili ya kutimiza makusudi yao ya juu sana. Kwa kupatikana kwa hazina bora sana na ya kudumu, wanaweza kuweka hazina mahali ambapo si moto wala mafuriko au aina yoyote ya maafa inaweza kugusa. Utasoma The Review and Herald la Aprili 7, 1896. Huu ni mwisho wa somo la Aprili 24. Utafuteni mkate wa uzima. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako yale yote tuliyojifunza. Tunaomba katuongoze kuyaishi sawa sana mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu